Bwana Yesu asifiwe zaidi. Nataka kuleta ujumbe ambao unasema kwamba mpangilio wa ukweli wa ufalme wa Mungu. Katika maisha kila kitu kiko na mpangilio. Na mahali ambapo hakuna mpangilio, basi hata inakuwa ngumu wa mambo kuenda vile inatakana. Katika maisha ya dunia hii kila kitu kiko na mpangilio wake. Na utaona hata watu wengi wakitaka kwanza kujua mpangilio wa hicho kitu kabla hakijatendeka. Na watu wakiona kwamba mpangilio wa hicho kitu sio sawa, utaona hata wengine wakikataa kuhusika ndani ya lile jambo. So nataka kuongelea kwamba katika mambo ya Mungu kuna mpangilio katika ufalme wake. Lakini kumekuwa na jambo ambalo limekuwa ni kizungumkuti. Limekuwa ni jambo tata ambalo watu wengi hawapendi lizungumziwe, hawapendi litajwe, na hili ndio jambo ambalo nataka kulishughulikia hapa, kwa sababu ndio kazi ambayo Mungu alinituma. Ni hakikisha kwamba injili hii itahubiriwa katika dunia yote, injili ya ufalme wake. Na baada ya injili sasa ndio mwisho utakuwa umefika. Nataka kuongelea kuhusu ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu kuna mpangilio. Na katika ufalme wa Mungu kuna ufalme ambao uko juu ya ufalme zingine zote, na yeye mwenyewe ndiye alikusudia. Katika ufalme wa Mungu kuna ufalme ambao ni ufalme wa injili. Ufalme wa injili uko na serikali yake ya injili. Na huo ndio ufalme ambao uko juu ya falme zote katika maisha ya hii dunia. Mpaka mahali popote muradi ni mahali ambapo Mungu ameomba, hakuna ufalme wote uko juu ya ufalme wa injili. Hiyo ni kitu nafaa ujue hivyo. Kama ulidanganywa kwamba kuna ufalme mwingine katika hii dunia uko juu ya ufalme wa injili, basi hapo waliyekuambia walikudanganya. Na nataka nikueleze wazi ndio uelewe, ndio sasa tupatane vizuri katika hii kazi ya injili. Kitu cha kwanza, Mungu mwenyewe ndiye alisema ya kwamba kuna ufalme wake, na ufalme wake, ndani ya ufalme wake kuna falme. Falme ya kwanza ambao ndio ufalme kamili ni ufalme ambao unatawaliwa na ufalme wa serikali ya injili. Hii serikali ya injili iko na wakina nani? Hapo ndio watu wanataka kujua. Serikali ya injili inasimamiwa na walimu, inasimamiwa na walimu wa injili. Sio hawa walimu ambao tuko nao wa masomo haya mengine, hapana. Kuna walimu katika hii serikali ya injili. Kuna mitume, kuna manabii, kuna maashara, kuna madikon, kuna wainjilisti, kuna watu kama hao. Hao ndio serikali ya kwanza, ufalme wa kwanza wa Mungu. Na hii serikali ya injili hii, ile nimekuambia kwamba inaongozwa na mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji na wengine, watu waliookoka. Hii ni serikali ya watu wote waliookoka. Hata nisipokutaja kwamba wewe sio pastor ama wewe sio mwinjilisti ama mwimbaji, usiwe na shida. Muradi uko na kipawa cha Mungu. Mtu yote aliye na kipawa cha Mungu ako ndani ya ufalme wa injili. Ako ndani ya serikali huyu mtu, na ako na kazi yake. Na huyu mtu ndio Mungu amepea mamlaka, akasema ya kwamba yeye ndiye mkubwa katika ufalme wake, mtu aliyeokoka. Hiyo ni kitu cha kwanza. Baada ya hapo, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba baada ya mtu aliyeokoka kuna ufalme mwingine ambao unafanya kazi na ufalme huu. Na huu ufalme
unategemea ufalme huu wa kwanza wa serikali ya Injili. Huu ni ufalme wa hii dunia ambao unaongozwa na wafalme wa hii dunia, malikia, unaongozwa na maraisi, unaongozwa na waziri mkuu, naibu wa rais, unaongozwa na wabunge, maseneta, magavana na watu wengine wote walio ndani ya serikali hiyo. Na hii serikali inafanya kazi ikitegemea hii serikali ya kwanza ya Injili. Hii serikali ya pili ambayo iko na wafalme, iko na malikia, iko na maaskari, wanajeshi, iko na vikundi zote za usalama na kila aina yote ya mhusika kwa utawala wa hii dunia. Kila mtu anayetawala katika hii dunia kimwili. Kwanza, huu ufalme unategemea ufalme wa kwanza. Huu ufalme uko chini ya ufalme wa manabii, ufalme wa injilisti, ufalme wa wachungaji na walimu, ufalme wa madikoni. Unaona? Huu ufalme wa pili huu ambao unaongozwa na hawa watu ambao nimekutajia katika ulimwengu ambao tunawajua. Huu ufalme unategemea ufalme wa kwanza ambao ndio serikali ya kwanza ya Mungu ya Injili. Na wale ambao wameteuliwa kwa hiyo serikali nimeshakutajia, na nimekutajia serikali ya pili ambayo ni hii mamlaka ambayo tuko nayo, utawala wa hii dunia ambao unaongozwa na watu ambao nimekutajia. So kando na hapo tena kuna utawala tena chini ya hizi tawala. Unapotoka katika serikali ya Injili ambayo imesimamiwa na mitume na wainjilisti na manabii, unakuja kwa serikali ya pili ambayo inategemea hii serikali ya kwanza ambayo imesimamiwa na wachungaji. Hii serikali ya pili hii ambayo itakuwa na rais na malikia na wafalme na wanajeshi na maaskari. Hii ndio serikali ya pili, na inafanya kazi pamoja na serikali ya kwanza, ikitegemea hiyo serikali ya kwanza ambayo ni mimi na yeyote ambaye ako katika hii dunia mwenye ameokoka. Aya, baada ya serikali ya pili sasa ambayo iko na wafalme na maseneta, kuna serikali tena ambayo sasa ni nyumba ya mtu. Uongozi wa nyumba ya mtu, sio boma la watu, ni nyumba ya mtu ambaye ni mume na mke. Na kutoka pale kuna mume na mke, kutoka pale kuna watoto. Katika hiyo serikali Mungu mwenyewe akasema ya kwamba kiongozi ambaye alichagua kwa hiyo serikali ambaye anafaa kuongoza ni mume, anapofuatiwa na mke, alafu watoto. Unaona hiyo serikali iko hapo tena. So kando na hapo tena kuna ufalme tena mwingine katika maisha. Katika hii maisha kuna ufalme ambao wakati unaenda mahali kufanya kazi unapata kuna uongozi mahali unafanya kazi. Unaweza kuwa umeingia katika chama, kuna uongozi pale. Ule uongozi kama ni upande wa kazi kuna watu ambao wamewekwa pale, kuna ma-CEO, kuna ma-director, kuna ma-supervisor na majina mengine ambayo unaweza kuyajua upande wa kazi, na hata katika shughuli zingine za maisha. Hata katika shule kuna pale, kama ni shule ya primary, kama shule ya secondary, kuna pale uongozi ambao umewekwa. Na hivi vitu yote watu waheshimu. Mtu anapokuja katika serikali ya hii dunia ambayo mfalme ndiye anaongoza, malikia, naibu wa rais, magavana, maseneta na wengine wote wakisaidiana na maaskari na wanajeshi na kila vitengo vyote vya usalama, kila mtu anaelewa vizuri hiyo serikali vile ina operate. Na unapata kwamba watu wanasema hata rais aheshimiwe. Hata unapokuja upande wa kazi utapata kuna mpangilio ambao umewekwa katika upande ya kazi. Ukikuja katika nyumba vile nimekwambia, mume na mke na watoto, kuna mpangilio ambao umewekwa na watu wanaheshimu. Lakini kile kitu ambacho kimenishangaza katika hii dunia ambacho nataka nikishughulikie sasa kwa hiki kipengele, hii serikali ya kwanza haki yake ilinyang'anywa ikapewa serikali ya pili. Ni kama mtoto afanye mtihani apite namba 1 na kweli amepita na inajulikana yeye ndiye ameshinda, alafu ananyang'anya hiyo sehemu aliyekuwa namba 2 anapewa namba 1. Unafikiri hapo mahali kutakuwa na usalama kweli?
kama tu kura zenyewe tu katika hii dunia, kura tu hizi za kawaida tu, kura tu, hata kama ni za serikali, za urais, mahali pa kazi, ama mahali katika chama, watu wamepiga kura wachague mtu fulani akuwe kiongozi wao, na huyo mtu akapita, wakasema huyu mtu ndiye amepita, huyu ndiye anafaa kuwe kiongozi. Alafu mtu mwenye alikuwa anamfuata anatokea nyuma, wa pili, huyu ndiye anapewa uongozi. Kweli waliochagua huyo mtu, kusema tu kweli, hao watu watakubaliana na huyo mtu ambaye ametoka wa pili, aliyekuwa hajachaguliwa, mtu aliyekuwa nambari ya pili akuje aongoze? Hapo ndio utasikia kutakuwa na ghasia, kutakuwa na kutakuwa na maandamano, kutakuwa na aina yote ya matatizo yatakayotokea, kwa sababu haiwezi kukubalika hata wewe. So mahali ambapo kumekuwa na shida ni serikali ya pili hii, ambayo iko na wafalme, iko na malikia na marais na watu wengine ambao nimekutajia. Hii ni serikali ya pili. Huu ni ufalme wa pili wa Mungu. Mungu ndiye amewachagua na wanafanya kazi na Mungu, lakini walikuja wakachukua nafasi ya sisi ambao ni wainjilisti, mitume, manabii. Walichukua nafasi ambao sio yao. Sasa saa hii wao ndio wamekuwa mbele, wao ndio nambari ya kwanza. Sasa sisi ndio kama tunafuata. Hata ukiangalia mzuri utapata tufuati. Utapata hata kwamba saa hii mambo ya serikali ya injili hii hata imedharauliwa. Unaona? Unapata serikali ya wafalme linatawala, utapata kitu ambacho kitafuata ni kampuni, biashara inafuata, unakuja kwa familia, alafu sasa injili ndio imekuja imetupwa nyuma. Injili ambayo ilikuwa nambari ya kwanza imetolewa kwa nambari ya kwanza, ikatolewa kwa na pili, ya tatu, ya nne, ndio imekuja mwisho. Lakini watu hawako tayari kusimama na kueleza dunia ukweli. Mimi nataka niwaambie ukweli ya kwamba serikali ya injili ndio serikali inayotawala, serikali ya mamlaka ya hii dunia. Ukiangalia katika maandiko, Biblia ambao ni mfano wa neno la Mungu ambalo alitupatia kutuelekeza, unapoangalia katika Biblia pale unapata kwamba wafalme wote, wachana na wakina Samueli, wakina sijui Sauli, wakina sijui nani, sijui wakina Daudi, wachana nao kwanza, hao walikuja hapo mbele. Kulikuwa na hata kabla ya wakina Samueli kulikuweko na wafalme wengine. Kulikuwa na Melkizedeki, kulikuwa na Nimrod, kulikuwa na Farao, kulikuwa na wakina Herode. Hao watu walikuweko, wakina Ahabu, kulikuwa na wafalme. Lakini hao wafalme wote walichaguliwa na Mungu kupitia kwa serikali yake ya kwanza ya mitume na manabii wa injilisti. Mimi hapa najua haki yangu. So wakati nimeona hii haki ya injili ilinyang'anywa, iliibiwa, ikapewa watu ambao hawakuwa wanafaa pewa hii nafasi ya kwanza, mimi nakuja kwa sababu Mungu aliniita nikuje nibomoe, nikuje niharibu, ning'oe, nichome, nisambaratishe. Unasikia? Alafu baadaye nijenge na kupanda. So mimi nataka nikuje katika hii topic vizuri, nikwambia kwamba ninataka niweke mpangilio wa ukweli wa ufalme wa Mungu. Na unafaa ujue, hata ukuwe rais mahali penye huko, nataka hii ujumbe kufikie. Wewe malikia mahali penye huko, wewe waziri mkuu, wewe naibu wa rais, wewe gavana, senator, wewe sijui mwanajeshi na polisi na vikundi vyote vya usalama, nataka mpate hii report na tuelewane ya kwamba ufalme wa kwanza wa Mungu ni ufalme ambao ni wa watu waliookoka kwanza, na Mungu mwenyewe ndiye alisema hawa ni manabii ambao nimekutajia hapa, ni mitume, ni maaskofu, hawa ni madikoni, hawa ni sijui niseme nini, wachungaji, maasha wako ndani, waimbaji, mtu yote aliyookoka, huyo ndio mfalme ako katika ufalme wa kwanza. Hapo unafaa uelewe. Na hivyo ndivyo vile Mungu alipanga. Vile Mungu alipanga hatutabadilisha kwa sababu ya kitu chochote katika ulimwengu. So nataka nikueleze hivi. Mtu yote aliyookoka anafaa kuongoza mtu ambaye hajaokoka. Hivyo ndivyo vile viko. Mungu mwenyewe anasema kwamba giza haliwezi likaongoza nuru. Nuru ndio inaongoza giza. Sasa kumekuwa na haki ya watu waliookoka kuibiwa, kunyakuliwa, kutekwa nyara na kutupwa nje, lakini mimi nimekuja kuirejesha. Nataka nikwambia kwamba
yeyote ambaye katika hii dunia ajue tu ya kwamba ufalme wa Mungu ambao unaongozwa na watumishi wa Mungu, watu waliookoka, huo ndio ufalme wa kwanza. Na ufalme wa pili ambao ni wa maraisi na watu wengine ambao wanahusika katika hivi vitengo, huu ufalme unafaa kutegemea ufalme huu wa kwanza ambao ni wa wainjilisti na manabii. Sisi ndio tunafaa kuwa tunachagua hata rais, tunachagua governor, tunachagua senator. Sisi ndio tunafaa kuwa tunaelekeza serikali mahali ambapo serikali inafaa kukaa, na serikali vile inafaa ifanye, ikae katika njia takatifu, ni sisi. Lakini watu walikuja wakaogopa, watu walikuja wakaamua tu kunyamaza na kusema ya kwamba serikali hii ya pili, hufai kuongelea kwa serikali ya pili. Ukaongelea kwa serikali ya pili unajihatarisha maisha, umeenda kinyume. Sasa unaanza kueleza vitu vya kukutishia, usizungumuze ukweli kwa sababu ya ukweli wa Mungu wenye yeye mwenyewe aliuweka. Sasa tupunguze neno la Mungu kwa sababu ya kuogopa rais, kwa sababu ya kuogopa mfalme, tuogope wanajeshi na mapolisi, tuogope malikia, tuogope mtu yoyote ambaye ako katika serikali ya pili. Sasa tumuinamie ya kwamba huyo ndio mtu akasika serikali ya kwanza. Hiyo hapana. Hiyo uongo haiwezekani. Hapana. Lazima tuzungumuze ukweli. Katika maandiko, manabii ndio walikuwa wanachagua wafalme, na sio shida, kwa sababu ni mpangilio wa Mungu. Mungu ndiye alisema itakuwa hivyo. So hatuwezi kukuja kubadilisha kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya vitisho. Hatuwezi kuja kubadilisha kwa sababu ya mawazo ya watu wasikie mzuri. Hapana, tutakuja kuweka neno la Mungu katika msingi. So lazima ujue mpangilio wa Mungu. Wakati Mungu alisema ya kwamba mwanaume ndiye amepanga katika familia ataongoza, hayakusema ya kwamba ataamuka tu na kuongoza watu katika mambo yake ya giza na kusema ndio mwanaume. Hapana. Yule mtu ambaye anachaguliwa kuongoza lazima aongoze watu katika njia inayofaa ya Mungu. Hiyo ni kitu cha kwanza. So nimetaka kuongelea kuhusu mpangilio wa ukweli wa ufalme wa Mungu, na tayari nimeshakueleza na nikakwambia kwamba serikali ya Injili hiyo ndio serikali tawala, na hii serikali zingine zote ziko chini ya hii serikali, na hakuna serikali nyingine yoyote iko juu ya serikali ya Injili. Hakuna. Hapo tutakuwa tumedanganya watu. Hakuna mtu anaweza kuwa juu ya Mungu. Mimi nakwambia ukweli. Hivyo ndio vile Mungu alikusudia, na vile Mungu alikusudia, wapendwa, nataka niwasihi marais mahali penye muko. Ninawasihi tu kwa jina la Yesu, nawasihi tu kama ndugu ya kwamba tafadhali tukubali mpangilio wenye Mungu aliweka katika hii dunia, tutaenda mzuri. Lakini tukiamuka na mawazo yetu alafu tukiambiwa ukweli tunaanza kutishia watu, tafuteni watu wengine ambao mtatishia. Mimi hapa Mungu alishaniita na hii ndio kazi yangu, na sifanye hii kazi yoyote ya Mungu nikiwa na wasiwasi, nikiwa na uoga. Hapa ninajua mahali Mungu alinitoa, ndiye akanipatia hii kazi ya bure, nikuje kwa hii dunia nisimamie Injili. Si ya kwamba hakuna kitu nilifanyia na bidii yangu ndio nikasema kwamba sasa nimefaulu. Hapana, hakuna kitu yote nimefanya nikafaulu. Unajua ndio kuwe rahisi kulingana ulimwengu, unafaa usome, ukuwe na barua fulani, ukuwe umehitimu katika masomo kiwango fulani, ukuwe na mali kiwango fulani. Lakini ya Injili hii ufalme wa Injili, my friend, hii ufalme bwana hawaangalia zile vitu ambazo ufalme wa pili naangalia ndiye kuchague. Unaona? Hiyo ndio kitu unafaa kujua. So nataka niambie dunia kwamba kila mahali mtawala yote aliye katika ufalme wa pili aheshimu utawala wa ufalme wa kwanza. Heshimu serikali ya Injili ambayo Mungu ameiweka, ambao iko na wachungaji. Heshimu watumishi wa Mungu. Ninajua kwamba wanaweza kuwa hawajasoma kukuliko. Unajua unaweza kuwa umesoma kukuliko, lakini unajua kwamba serikali ambayo inatawala ni serikali ya Injili. Haina shida, somo haina shida, wewe soma tu. Hata pesa yenye uko nayo unaweza kuwa na pesa mingi hata kuliko mtumishi wa Mungu, haina shida. Lakini unajua kwamba serikali ambayo inatawala ni serikali ya Injili. Hiyo ndio kitu unafaa kujua. So na ukubaliane nayo, usianze kuleta pale mambo ya mjadala. Hii Injili nakuhubiria hii haina mjadala, na hauwezi kuja kupangua hii Injili. Hiyo nakuhakikishia. Hakuna mtu yote kuanzia mbinguni, kiumbe chochote kuanzia mbinguni mpaka kuzimu anaweza kuja kupangua Injili. Kwa sababu mpangilio wa Mungu hautapanguliwa na kitu chenye kiliumbwa na Mungu, hakiwezekani. Mimi nakuhakikishia hiyo. So
ninataka tuweke mpangilio mzuri katika hii kazi ya Mungu, ili tukajua ya kwamba wakati tunaabudu Mungu, tukajua ya kwamba watumishi wa Mungu waheshimiwe. Kwa sababu gani? Nimeangalia katika hii dunia nikapata ya kwamba ufalme unaoongozwa na rais, ufalme ambao unaongozwa na malikia, watu wanaheshimu ule ufalme, wanaheshimu rais kabisa. Mtu anaheshimu kama ni governor, akiingia mahali heshima zote anapewa. Lakini napofika watumishi wa Mungu, nimekuja nikaona kwamba kuna madharau. Hebu ingia katika kanisa uone vile watumishi wa Mungu wanadharauliwa. Enda katika mikutano za Injili uone vile watumishi wa Mungu wanadharauliwa. Mpaka hata wale wa ufalme wa pili unapata hata rais mwenyewe anadharau yule anayefaa kumuongoza. Unapata malikia anaamuka kuongea matope kwa mtumishi wa Mungu. Na huyu mtumishi wa Mungu ndiye anafaa kuongoza huyu malikia na huyu mfalme na huyu rais, ndiye anafaa kupeana mwelekeo kwa governor. Lakini governor akisimama, senator akisimama, MP akisimama, chief akisimama, anatokana paka mtumishi wa Mungu. Lakini hakuna mtu ataongea, kwa sababu watu wamesema kwamba ukiongea kwa chief, unapoongea kwa serikali ya hii dunia, ukiongea kwa rais, wewe unatafuta kukufa. Hapana. Hatuwezi kuogopa mwanadamu. Rais aliumbwa kama mimi, rais amezaliwa kama mimi. Hata kama ni mwanajeshi ni mwanadamu kama mimi. Silaha anayotumia Mungu anaijua. Ujuzi ambao anaotumia kupigana na silaha za nyako nazo Mungu anajua. Mungu anatuambia tusiogope silaha yoyote. Tusiogope mtu yote anayetengeneza silaha, kwa sababu huyo mtu hata yeye ndiye alimuumba. Silaha yenye anatengeneza Mungu anaijua. So hatufai kuogopa kitu yote katika hii dunia ati kwa sababu tukiongea kuna mtu ambaye tutakuwa tunamkwaza, sasa tunajihatarisha katika maisha. Hapana. Mimi nataka tu niweke mpangilio kwa siku ya leo ninapoendelea na hii topic ya kwamba mpangilio wa ufalme wa Mungu uko shwari, na mpangilio ule hautabadilika kuanzia kuzimu mpaka juu mbinguni. Hakuna vile mpangilio ule utabadilika. Chenye nataka niseme ya kwamba yeyote aje katika hii dunia anafaa kuheshimu serikali ya Injili. Kumekuwa na madharau mengi, nakwambia, katika hii dunia. Siongelee kwa sababu hata hapa Kenya mahali niko, nikiangalia dunia mzima kumekuwa na madharau mengi sana kwa sababu ya serikali ya Injili. Serikali ya Injili imedharauliwa kabisa. Watumishi wa Mungu wamechukuliwa tu kama matope, ni kama mavi, ni kama takataka tu. Lakini hakuna mtu anaweza kusimama na aambia hata wafalme wa hii dunia kwamba hao watumishi wanafaa kuheshimiwa hata kuliko vile mtu anaheshimu mfalme. Wewe mfalme, hebu angalia vile unaheshimiwa katika palace yako, katika hiyo ukulu. Hebu angalia vile unaheshimiwa. Alafu mtumishi wa Mungu, mtu mwenye Mungu ameita akampaka mafuta yake mwenyewe, akasema huyu mtu atakuwa katika hii dunia, atasimamia Injili. Huyu mtu atahakikisha kwamba katika hii dunia mambo yataenda sawa. Hiyo kazi ilitupewa sisi. Alafu nyinyi mtakuja kama ufalme wa pili kusaidiana na sisi. Lakini mwelekeo, wakati mtakuwa mnakaa katika hii dunia mkiongoza, mwelekeo unatoka kwa Mungu kupitia kwa sisi. Lakini hilo jambo lilitolewa. Sasa siku hizi hata mfalme ndiye anaambia watu vile pastor anafaa enda asome, apate teolojia ndiye akuja kuhubiria watu. Yaani kwa njia nyingine siku hizi serikali ndio zinachagua hata wahubiri. Wakati mhubiri anafaa achague, hata mfalme achague hata senator, lakini siku hizi senator ndiye anachagua mhubiri. Wewe unaona hapo mahali tulipotelea. Na sasa unaona katika dunia imeharibika kwa sababu gani? Sisi ndio tulipewa hiyo mandate ya kuchagua wafalme na watawala wa hii dunia katika serikali ya pili. Lakini hao sasa ndio wamebadilisha, wanakaa kwa bunge, alafu wanasema ya kwamba mtu yote ambaye anahubiri Injili hii lazima atakuwa na barua ya kuonesha kwamba amesomea teolojia. Wewe acha nikuulize, kama wewe ni rais, acha nikutolee mfano. Wewe unajua ni watu wangapi wako na hizo barua, wako na degree na master na PhD na kila kitu ya teolojia, lakini wale watu hawajaitwa na Mungu wahubiri Injili? Hao ndio watu ambao wanaenda kila mahali wakiroga watu, wakiambia watu anti yako ndio anakuroga. Hao watu ndio wanaenda kila mahali wakihubiria watu Injili, wakiwapatia maji na vifagio, wakiwapatia hata mafuta, petroli wakunywe. Vile vitu wanafanya na wamesomea teology ni upumbavu wa hali ya juu. Lakini kwa sababu wako na kile cheti ambacho nyinyi ndio mnataka, sio Mungu, nyinyi serikali ndio mnataka hicho cheti, ili mtu aonekane kwamba ameitwa. Sasa aliamua akimbie aende asomee teolojia na hajaitwa na Mungu. Sasa baadaye hapo ameingia katika kanisa mahali, amefungua nyumba, amesema ni kanisa ya Mungu,
na anaroga pale watu akitumia barua ya huyu mtu anaitwa nini, Kaisari, kwa sababu Kaisari ndiye anataka ile barua. Lakini kulingana na Mungu anaitwa mtu, hata mtu kama hakuenda kwa shule. Tusome Biblia wapendwa, marais, wafalme, tafadhali nawaambia, wabunge, someni Biblia mkielewa. Sio kila mtu ataenda kwa theology, hapana. Kuna wale watu waliitwa hata hawakuenda theology. Mtu aliitwa hivi leo akasikia sauti ya Mungu na huyo mtu akaanza kuhubiri, kwa sababu sio yeye. Mhubiri anaposimama kuhubiri aliyeitwa na Mungu, sio yeye. Mungu mwenyewe amesema ya kwamba nimekuita na nimekutuma dunia mzima, enda, mimi nitaongea ndani mwako. Sisi tunakuwa tu chombo. So wakati unaanza kuambia mtu aende asomee theology ndiye akuja kuhubiri, umeshafungua mlango wa wakora na wezi na waganga ambao watautumia waingie pale kwa theology, wasome, wamalize, alafu wakuje waseme kwamba wameitwa. Na hao ndio watu ambao wamekosa kuhubiria watu utakatifu. Kila katika ibada zao chenye wanahubiria watu ni sadaka, chenye wanahubiria watu ni mambo ya hii dunia yenye hayaambatani na ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Walisikia kwamba ndio ukuwe mhubiri, ukuwe na theology certificate, diploma, master. So hiyo ndio kitu cha kwanza serikali ilipotelea. Nataka nirekebishe serikali za dunia hii ya kwamba kuna mahali penye mlipotelea, mahali ambapo mlikuja mkapotelea, mkaanza kutishia watu ya kwamba mtu kama hatakuwa na cheti cha hubiri, huyo mtu sasa hata hubiri injili. So watu wakaona kumbe ni cheti mnahitaji. So hata wenye hawakuitwa wakuwe wachungaji, wakuwe wainjilisti, walikimbia pale. Wakaona bora nikuwe nacho, nifungue nyumba, nitaanza kuitia sadaka. Lakini wanalisha watu nini? Ni injili gani wanayohubiri wanapokuwa na hiyo barua? Unajua kuna mtu hata ana barua lakini ile injili anahubiri, kusema ukweli hata ukisikia hata hautasimama mwambie ya kwamba leta barua yako, kwa sababu ule mtu anazungumza habari za ukweli. Lakini hapo ndipo serikali za hii dunia zilianza kuangukia, na tunataka turekebishe. Injili hii ni wito. Musa alifanya nini ndiye akaitwa? Musa alienda akasomea theology. Unajua mtu kama makina Mathayo walikuwa katika samaki wanavua, walikuwa wavuvi, vilioko tu kwa kazi yako ya udaktari hiyo, wakina Luka. Lakini wanakuja wanaitwa na Mungu anawaambia muende mhubiri injili. Unaona kuna mtu alikuwa na shida hata ya mgongo, Yesu akamponya. Ule mtu akataka kufuata Yesu. Yesu akamwambia usinifuate. Enda kwenyu uelezee watu wa kwenyu yale mambo ambayo umeona Mungu amekutendea. Ende aanze kuhubiri. Huyu mwanamke aliyekuwa mwanamke Msamaria, huyu aliyekuwa mzinzi, ndoa imemshinda, akakutana na Yesu. Yesu akamhubiria injili, akakubali. Mwanamke akatoka hapo akienda Samaria kueleza watu habari za injili, akihubiria watu akakuja kwa Yesu. Huyu mwanamke alikuwa na barua gani ya teolojia? Wapendwa, hatutakaa katika hii dunia katika giza. Hapana, lazima tutaambia tu wafalme ukweli, wajue mahali waliangukia, warekebishe. Nataka nikwambie hapo ndipo wakora wengi waliingia katika hii injili na wamejificha. Unaenda mtu anahubiri uganga, mtu ameroga watu, hata injili hana, utakatifu kanisa lake haliko. Lakini ukienda pale anakuambia kuna barua serikali. Anakuambia amesomea master, amesomea PhD, alianza na certificate, ameenda diploma, ameenda sijui degree, ameenda sijui zote mpaka amefika kwa PhD. Hizo ndio vitu anakueleza. Lakini swali ni moja. Je, unahubiri injili ya ukweli? Je, uliitwa na Mungu ukapewa hiyo kazi? Hiyo ndio kitu ambacho tunauliza hapa. Mpangilio wa ufalme wa Mungu ulipotelea mahali. Na mahali ambapo ufalme huu ulipotelea, mahali ambapo sisi ambao ndio ufalme wa kwanza, serikali ya kwanza ya Mungu, ambao ni sisi, hiyo serikali ya kwanza ilitolewa ikatupwa nje na ikarushwa nyuma. So serikali zingine zikakuja zenye hazikuwa zifai za kwanza, zikanyakua nafasi yetu. Hapana, tumeshatambua bwana, tunarudisha nafasi yetu. Wafalme, wacha tu tuambie ukweli. Sisi tunadai ya kwamba ufalme wa kwanza wa hii dunia, ambao ni serikali ya kwanza ya injili, ni ufalme ambao Mungu alitupatia na akasema serikali yake ya kwanza ni serikali ya injili, ambao ni ya mitume, manabii, wainjilisti, watu waliookoka. Sisi ndio tunadai ya kwamba ufalme wetu, serikali yetu, hiyo serikali imesharudi. Si ati inaenda kurudishwa, tumesharudisha hiyo serikali, na sisi tunahakikisha kwamba tutafanya kazi na nyinyi kwa mwelekeo wa Mungu. Hamtaamuka tu na vitu asubuhi na kusema ya kwamba mmesomea vitu, na vile vitu ambavyo mnaamuka navyo ni vitu vya kuongeza watu kwa dhambi, na hamtaki muelezwe
Mkianza kueleza mnaanza kutishia watu, hapana, hapo mahali tumeondoka. Tuko tayari kuhakikisha kwamba tutafanya kazi pamoja. Hivyo ndivyo vile Mungu alitaka. Hata katika familia, Mungu wakati amechagua mume, hakusema kwamba mume tu atakuwa na muka na vitu zake, hapana, lakini pia akaweka muke pale na watoto. Na watu wote wanafaa wafanye kazi katika hiyo familia kwa umoja. So serikali ya pili ambao ni wafalme, tuko tayari sisi kufanya kazi na nyinyi. Na nyinyi mkuwe tayari kufanya kazi na sisi kwa mwelekeo wa Mungu. Hata sisi pia tunapata mambo haya kutoka kwa Mungu. Hatuamuke tu asubuhi na mawazo yetu kusema sisi ni watumishi na tunakuja na mawazo yetu na kusema Mungu anasema hapana, lazima tusikize kwa Mungu. Mungu akishatueleza tuwaletee. Na nyinyi pia mupelekee wengine na hiyo kazi iendelee. Ndio maana hata katika Waroma Mungu anasema kwamba serikali hii ya pili ambayo ni wafalme, mtu akijifanya kwamba ni mjeuri, amekataa kufundishwa na hii serikali ya kwanza ya Injili, tena Mungu anamhand over kwa serikali ya pili. Sasa baada ya kutoka katika mikono ya Mungu, anamhand over kwa serikali ya pili ambayo iko na maaskari. That's why na mtu amefanya makosa, ameenda ameshikwa, ameweka katika gereza, anaadhibiwa pale, anatoka pale akiwa amerekebisha. Kurekebisha na haki ambayo kama umekataa sisi, umejifanya wewe ni mjeuri, tena Mungu anakuandalia serikali nyingine ambayo inafanya kazi na sisi kwa umoja. Ndio maana unapoangalia katika Biblia, nimekuambia tangu mwanzo, serikali yoyote ilikuwa inaongozwa na serikali ya Injili. Hiyo kila mtu anajua, na hakuna vile mtu anaweza kujipumbaza pale, na watu walikuwa wanaheshimu hivyo. Na serikali yote iliyekataa kuongozwa na serikali ya Injili, Mungu alikataa hiyo serikali. Na hiyo serikali ilipitia shida. Hata kila mtu anajua, hata wewe sahi tu, hata mimi sahi mtumishi wa Mungu kama mwinjilisti, ninapokataa habari za Mungu, alafu naanza kujiongoza mimi mwenyewe, basi Mungu akiniacha ninakuwa mkebe, ninakuwa kitu bure. Hakuna kitu chochote cha maana ninaweza toa ambacho mtu akisikia atasema huyu mtu ameitwa na Mungu. So nataka turejeshe mpangilio wa Mungu katika siku ya leo. Kwanza ujumbe wangu ni ya kwamba mpangilio wa ukweli. Hiyo ni kitu ya kwanza. Wa nini? Wa ufalme wa Mungu. Na katika ufalme wa Mungu kuna serikali ziko ndani ya ufalme huu. Serikali ya kwanza ni serikali yake Mungu mwenyewe ambayo inasimamiwa na serikali ya Injili vile nimekueleza, na kukawa na serikali ya pili ambayo ni ya watawala wa hii dunia ambao ni malikia na wengine, na tukawa na ingine serikali ambayo ni ya familia yako wewe, mama na baba na watoto. Na tena katika ile serikali ya tatu hiyo, ujue ya kwamba baba ndiye ako juu. Mama hata usome, hata ukuwe tajiri, wewe ndio unapeana kila kitu katika nyumba. Hautachukua nafasi kwa hiyo ndoa, nafasi ya kwanza. Utabaki katika nafasi yako. Ingewaje siku hizi wanawake wengine ambao wamesoma na matajiri wanapooleka wanafika mahali wanabadilisha nafasi yao ya pili, wanairejesha kwa nafasi ya kwanza, wakisema mimi ndiye nalipa hapa renti, mimi ndiye nimesimamia hapa, mimi ndiye ninanunua chakula. Wacha nikwambie, kitu cha kwanza haijasemekana ya kwamba ni mwanaume ndiye anafaa leta chakula na kulipa renti kwa nyumba. Mtu yote ambaye Mungu amemleta katika hii dunia anampatia uwezo wa kununua chakula, wa kulipa renti, wa kusomesha watu na kupeana msaada wowote. Haijaandikiwa ni wanaume. Hayo ilikuwa ni mafundisho yenye ilifundishwa hapo nyuma, lakini watu hawakuelewa ufunuo wa Mungu ya kwamba katika familia kila mtu Mungu anampatia uwezo. Hata mtoto Mungu anampatia uwezo, anaweza nunua chakula, anaweza atalipa nyumba ya mzazi wake. Lakini siku ya leo watu wamekuja na mawazo yao na hawataki waelezwe, tutawaeleza. So nataka nimalizie ujumbe wangu siku ya leo ya kwamba mpangilio wa Mungu uko dhahiri shahiri, uko wazi. Sasa kuanzia leo, wafalme, hii ujumbe iwafikie rais mahali penye muko, watawala wa hii dunia, kama naibu wa marais, kama ni magavana, maseneta, mjue hii ujumbe iwafikie. Nataka hii ujumbe ifikie watawala wa hii dunia, kwa sababu nafasi yetu ilikuja kapokonywa na nyinyi. Na nyinyi sasa ndio mmekuja mkachukua hiyo nafasi, na wakati mmechukua hiyo nafasi hata mnachukua mpaka Mungu mwenyewe, mnakuwa kama Mungu kwa hiyo kiti yenu. Mtu anaheshimu rais, mtu akiona rais, mtu akiona polisi, mwanajeshi, mtu anatetemeka, anapiga magoti. Mpaka hata anaabudu mwanajeshi. Anaogopa adhabu ya mwanajeshi hata kuliko adhabu ya Mungu mwenyewe akishuka hapa. Unaona?
na watu wanajua, hata serikali zenyewe zinajua. Lakini nataka niweke wazi ya kwamba tafadhali, Mungu aliyesema kwamba serikali ya Injili ndio itakuwa ya kwanza, ifuatwe na serikali hii ya watawala wa hii dunia, ifuate na familia, Mungu mwenyewe alijua. So vile aliweka hivyo, tafadhali tuheshimu na kila mtu akubaliana na hiyo mpangilio. Na hiyo mpangilio ile nimekwambia haina mjadala. Ukuwe rais, ukuwe mfalme, ukuwe mwanajeshi, fuata hiyo mpangilio, kwa sababu hivyo ndio vile Mungu alipanga. Na hatutaki tutoke katika mpangilio wa Mungu tuanze kukosana alafu tuanze kulaumiana. Na sisi kama watumishi wa Mungu pia tukubali nafasi yetu. Sisi ndio tulipewa nafasi ya kwanza. Mungu alisema hivyo. Tukubali nafasi ya kwanza, tuirejeshe vile tumeshairejesha saa hii. Hii nafasi imesharejeshwa saa hii dunia mzima. Hii nafasi imesharejeshwa. Vile nafasi Mungu ameturejeshea, tukubali na tuifanyie kazi. Habari hizi ambazo nimezisema zinapofikia watumishi wa Mungu, tafadhali, Mungu ameshaturejeshea nafasi yetu na tukubali kukaa katika hiyo nafasi. Lakini haimaanishi kwamba sisi ndio tutakuwa Mungu. Hapana, tumerejeshewa nafasi yetu kulingana na mpangilio wake. Na sisi pia tuhakikisha kwamba yale ambayo tunayazungumza yanatoka kwa Mungu. Tusiamuke tu asubuhi na mawazo yetu na tunasema Mungu amesema, na sio Mungu, ni mawazo yetu na vile tunataka na misukumo za dunia. Alafu tunaanza kuambia wafalme Mungu amesema hivi na hajasema. Alafu baadaye tunataka kupotosha wafalme. Hata pia sisi tutakuwa tunakosea. Na hapo nikikupata kama utakuwa mtumishi wa Mungu, tutatofautiana. Sasa unafaa ukuwe makini sana kuhakikisha kile kitu ambacho unatoka nacho na kuzungumza cha Mungu, ujue ya kwamba ni Mungu amekutuma. Sio msukumo wako, sio msukumo wa watu, ama sio maoni yako mwenyewe. Uhakikishe Mungu mwenyewe amekutuma na anaongea ndani mwako, kama vile alifanya hapo mwanzo, na itakuwa mzuri. Ujumbe huu nitakuwa naendelea nao napofika saa 4 kila siku ya jioni kwa mpangilio wa Mungu vile atataka. Na nataka tuzungumzie hilo jambo, tuweke wazi hilo jambo. Sio Kenya, ni dunia mzima. Hii Injili ambayo nakuhubiria sikuhubiriwa Kenya. Nakuhubiria dunia mzima. That's why nimekuambia ujumbe huu unafaa ufikie wafalme. Ujumbe huu unafaa ufikie marais, na ujumbe huu unafaa ufikie maaskari na wanajeshi. Ujumbe huu unafaa ufikie mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti. Ujumbe huu unafaa ufikie kila mwanadamu aliyo katika hii dunia na uelewe. Na kama hujaelewa tena uandika hapo kwa comment mahali hujaelewa, uliza maswali. Injili hii ni shule. Usifikiri ati Injili sio shule. Injili ni shule. Uliza maswali hapo utajibiwa mahali ambapo hujaelewa, kwa mpangilio wa Mungu, ili tutembee katika hii dunia kwa vile Mungu alikusudia. Mahubiri haya tunaweza kuyazungumza na kuyaweka katika mitandao za kijamii. Katika mtandao wa Facebook hapa, channel yetu ni Believe Obey. Katika mtandao wa YouTube una search Believe and Obey the Only True God. Katika TikTok unapoingia pale utatupata katika channel ya Believe and Obey Jesus Only. Hizo ndio channel 3 katika mtandao wa kijamii ambazo tunapatikana kuhakikisha kwamba Injili hii tunaihubiri ifikie kila mwanadamu. Na unapoipata Injili hii, unaweza kuwa msaada mzuri wa Mungu kutumia pia kwa kuisambaza na kueleza wengine, ili Injili hii ikaende kila kona ya dunia. Mungu alisema kwamba na Injili ya ukweli itakapohubiriwa, hapo ndipo mwisho utakapokuja. So unapoona mwisho bado, jua kwamba bado Injili hii ya ukweli haijafika kila kona na kwa kila kiumbe. Ndio siku ya hukumu itakapofika, usianze kusema haukuipata. Mungu atakuhukumu kwa sababu Injili hii uliipata na ukaipuuza. Ndio maana akasema katika andiko lake ya kwamba nendeni duniani kote, hubirini hii Injili ya ukweli. Atakayeikubali, huyu mtu atakuwa ameshabarikiwa. Atakayekataa hii Injili ameshalaaniwa. Si ati shetani amemroga. Wacha kuzingizia mambo ya sijui kuna shetani, sijui anti yako na babu yako. Hapana. Wewe unapokataa Injili unakuanga umeshajilaani na umeshajiroga mwenyewe. So wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe, tunatukutana kesho kwa majaliwa ya Mungu. Ili ujumbe huu ukaendelee kwa utukufu wa Mungu, na mkawe na wakati mwema mahali penye huko. Mungu awatende mema.